Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la awwala liwujudihi wa la akhira lijudihi. Wa sallallahu ala khairi mab'uthi bi syara'ihi wa hududihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa junudihi wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa leo ni tarehe 17 au Ramadhan ya 17 sawa na tarehe 19 April 2022. Kwa hakika ndugu zangu Waislamu, siku ya leo ni siku kubwa katika tarehe ya Kiislamu. Ni siku ambayo kwamba ndani yake kulitokea vita vikubwa, vita vya Badr. Vita vya Badr vilikuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na ilikuwa ni siku ya 17 kama siku ya leo. Leo pengine tuko wengi twapenda kufuatilia habari za dunia, kujua nchi kadhaa imefanya hivi, huku kumetokea lile, huku kuna kitu kadhaa chatokea. Bali wengi wetu saa hii twafuatilia hivi vita ambavyo kwamba vaendelea sasa, vita vya Russia na Ukraine. Wala hakuna makosa kufuatilia habari za dunia. Mimi mwenyewe binafsi napenda kufuatilia habarati za ulimwengu, lakini fuatilia na yako ama mambo ya dini yako pia, ukiwa wayajua ufuatilie pia, usome au kuuliza au kusikiza. Vita vya Badri ni hadathun adhimun fi tarikhina alislami. Ni tukio kubwa sana ambalo kwamba lilitokea katika mwezi wa Ramadhan katika history yetu sisi Waislamu, kwa sababu ni vita, lakini si kama vita vingine. Ghazwatu Badr, vita vya Badr. Awalan, vita ambavyo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake aliwahi kwenda kupigana akiwa ndani ya kile kikosi ni vita 19, na wako baadhi ya muarrikhun wakaongezea zaidi ya hii 19. Na katika hizi vita 19, vita 9 ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alienda, ima alipigana au hakupigana. Na katika vita hivi 9, mojawapo ni hii ambayo kwamba tutakaizungumzia leo, vita vya Badri. Ndugu zangu Waislamu, vita vikubwa kama hivi vya Badri, sababu yake kubwa kutokea ni kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kutoka Makka kuhama Madina, akaja akapata habari kuna msafara wa Makureish. Msafara kama ule wamebeba mali nyingi ya kibiashara, na wanatoka Sham, watapitia sehemu katika Madina kwenda zao mpaka Makkatul Mukarrama. Mtume baada ya kupata habari kama hii kuwa kuna msafara wa Makureish watoka Sham
waelekea Makka. Mtume sallallahu alayhi wasallam lengo lake ikiwa si vita, ni kwenda kuuzuia msafara kama huu. Na pengine waweza kujiuliza, sababu gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuzuia msafara kama huu wenye mali? Bila shaka siku yoyote ama wakati wowote ukipata njia ya kumpiga adui yako kwa njia yote ile, utaitumia njia yoyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa iwajaribu kushika huu msafara wenye mali nyingi ili kuwapiga Makureish wale makafiri vita economically, kwa sababu hata ulimwengu wetu kwa sasa, angalia nchi ambayo kwamba lau ikiwekewa vikwazo, nchi ikitaka kuanguka, basi Umoja wa Mataifa au Amerika na allies wake basi huwekele nchi vikwazo. Angalia tu kama vita sasa hivi vinavyoendelea vya Russia amewekewa vikwazo vingi sana na Amerika na NATO, Europe na baadhi ya nchi zingine kidogo ambazo kwamba ziko Asia, lengo madhumuni ikiwa ni kuidhoofisha Russia. Pamoja na kuwa nchi kama hii nayo pia ni nchi kubwa, nchi ina uzito, nchi ambayo kwamba pia ina baadhi ya mambo ambayo kwamba inamsaidia Mrashia. Ala sabili almithal kama mafuta, ala sabili almithal kama gesi. Leo utapata takriban 40% ya gesi ambayo kwamba yatumika Europe yatoka Russia. Kwa hivyo ni vita hivi vinaendelea, amewekewa vikwazo na nchi kubwa kubwa, lengo ikiwa ni kumdhoofisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kutaka kuuzuia huu msafara ni kuipiga ama kuwasumbua Makureish, kuwekea vikwazo au kuwapiga economically. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoka na maswahaba zake kwenda kuuzuia msafara kama huu, msafara ambao kwamba ulikuwa waongozwa na Abu Sufyan. Abu Sufyan alikuwa ni mmoja katika wazito wa Makureish, akiwa na takriban watu 40 katika msafara wake. Na safari kama hii ipo katika Qur'an, ama safari za Makureish kutoka Maka kwenda Sham imetajwa katika Qur'an, bali ilikuwa ni ada yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an asema liila fi Quraish ila fihim rihlata shitai was-sayf. Liila fi Quraish, kwa kuzoea Makureish, ila fihim, kuzoea kwao, rihlata shitai, safari wakati wa baridi, wasaif, na wakati ama msimu wa joto. Ilikuwa msimu wa baridi, Makureish wakienda Yaman kwa ajili ya biashara. Ilikuwa wakati wa asaif, wakati wa joto, wakienda Sham. Na tukisema Sham kwa sasa, ukiangalia katika mapa hakuna Sham. Sham iliyokuwa wakati ule kwa sasa ni nchi 4. Ni Suria ambayo kwamba capital city yake ni Dimishq, vile vile ni Palestine, capital city yake kwa sasa ikiwa ni Al-Qudsul Muhtalla, vile vile Lubnan ikiwa capital city yake ni Beirut, na Jordan, Urdun ambayo kwamba capital city yake ni Amman. Hizi nchi 4 ndiyo kitambo zilikuwa zaitwa Sham. Abu Sufyan safari yake hii alikuwa iwatoka Sham na msafara wake. Na katika hii sura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiteremsha kwa jina la Quraish, ni suratul Quraish, suratu Quraish. Mwenyezi Mungu amehusisha sura maalum akawaita wao kwa jina lao Makureish, clan yao ama kabila yao. Na sababu ya wao kuitwa Makureish
wanapotueleza muarrikhun ni kuwa tasmiyatu Quraish yarji'u ila ismi Qirsh. Wanatuambia kuwa tasmiyatu Quraish, wao kuitwa Makuraish, yarji'u hadha al-ism ila al-Qirsh. Jina kama hili la Quraish latoka kwa jina ambalo kwamba ni Qirsh. Kwa hivyo hata ukiangalia baina ya Qirsh, Quraish, unaona ziko hapo karibu. Qirsh ni papa, samaki ambaye kwamba ni maarufu. Papa tumjua sote, ni katika top predators in the ocean. Ni mnyama hatari sana kwa kuwinda wanyama wenzake hapo baharini. Hata binadamu akimpata baharini ana salama. Yajulikana ni mnyama hatari kabisa. Kwa kuwa ni mnyama hatari baharini, Makuraish, ili jina wakaitwa Makuraish kwa sababu na wao walikuwa wana nguvu. Wao ndio walikuwa wakidominate Makka nzima na vile vile Al-Ka'batul Musharrafa. Kama venye Qirsh papa ana dominate baharini, samaki wadogo wadogo wote wanamuogopa, basi vile vile Makuraish walikuwa wana dominate, wanaitawala Makkatul Mukarrama, na vile vile control ya Al-Ka'batul Musharrafa ilikuwa chini yao. Hii ndio sababu kubwa ya wao kuitwa Makuraish. Vita vya Badri, sababu ya kuitwa vita kama hivi Badr, kama anavyoelezea mwanachuoni mkubwa Muhammad Ridha katika kitabu chake Muhammadun Rasulullah, anasema Badrun bi'run kanat lirajulin yud'a Badra. Asema Badrun, Badr, bi'run ni kisima, kanat lirajulin, kisima kama hichi kilikuwa cha mtu, yud'a Badra. Huyo mtu mwenyewe alikuwa akiitwa nani? Alikuwa akiitwa Badr. Sehemu kama hii ambayo kwamba ni Badr, ndio kulitokea vile vita katika kile kisima, ndio vikaitwa vita vya Badri. Baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Madinatul Munawwara kwenda kuzuia msafara wa Makuraish, msafara kama huu kwa bahati mbaya ukamshopoka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yani Mtume hakuweza kuushika ule msafara, na Abu Sufyan alipata leakage. Abu Sufyan ambaye kwamba tumesema yeye ndio alikuwa ni kiongozi wa msafara kama ule, alipata leakage kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwakuja kuuteka ama kuuchukua ama kubeba mali katika msafara wako, basi akabadilisha njia. Baada ya kubadilisha njia, Abu Sufyan akamtuma bwana kwa jina aitwa Dhamdham ibn Amri al-Ghifari akimbie Makka kwenda kuwaeleza Makuraish kuwa msafara ambao kwamba una mali yenu wataka kuvamiwa na Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dhamdham akatoka teke na farasi wake, akafika Makka, akawalingania Makuraish. Ikabidi sasa tena haya kuanza kutoka kwenda kukomboa msafara wao Makuraish ambao kwamba uko na mali nyingi sana. Makuraish wakatoka wakiongozwa na Abu Jahl, na idadi yao ilikuwa takriban 1000. Idadi ya hawa Makuraish wakiongozwa na Abu Jahl. Abu Jahl huyu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitamani sana alipokuwa Makka asilimu. Mtume alikitamani sana Abu Jahl alisilimu, bali alikuja akaomba dua Mtume akiwa Makka, Mwenyezi Mungu autilie nguvu Uislamu imma kwa kusilimu Abu Jahl ama Sayyidina Umar. Dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikaangukia kwa nani? Kwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Abu Jahl huyu ni mtu ambaye kwamba
personality yake kwa Makureish ilikuwa iko juu sana. Alikuwa akisema, yani lau ataambia Makureish ingieni kwenye hili shimo, basi walikuwa kiingia. Ni mtu personality yake ilikuwa iko juu sana. Bali kitambo alikuwa akiitwa Abul Hakam, baba mwenye hikma. Hikma ilikuwa imelala pale. Baada ya kupiga vita Uislamu, akatoka timing kabisa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio baadaye akaja akabadilishwa jina akaitwa Abu Jahl baada ya Abul Hakam. Abu Jahl akatoka na Makureish na baadhi ya makabila pale ndani ya Maka, takriban 1000. Bali wanavyoeleza wana tarikh, msafara kama huu ulikuwa umesimamiwa na Makureish 10, na kila siku walikuwa wakichinja ngamia 10 kwa ajili ya kulisha ule msafara. Walikuwa wakichinja ngamia 10 kila siku kwa ajili ya kulisha lile jeshi. Wakatoka, wakija wakifika wakampata Abu Sufyan amepona, mali yao haikuchukuliwa. Abu Sufyan akamshauri Abu Jahl, maadamu Mtume sallallahu alaihi wasallam haukushika msafara, hakuna haja ya vita, wacha turudi. Abu Jahl akakataa kabisa kumsikiza Abu Sufyan. Akaamua ni vita, kitaumana lazima kiumane. Basi ikaamulika kwa sasa ni hivyo. Na kwa kuwa tumesema kwa personality yake ilikuwa iko juu, Abu Jahl aliweza kushawishi makabila kadhaa pale ambao kwamba yalikuwa yako pamoja na yeye, na wakakubali kuwa ni vita, tummalize Muhammad kabisa, maadamu tumetoka na masafa ni marefu. Kwa sababu Badr ni karibu na Madina na ni mbali sana na Makka. Badr kwa sasa wanatuambia ni takriban kutoka Madina mpaka Badr ni takriban kilomita 160. 160 kilomita kutoka Madinatul Munawwara mpaka Badr. Hiyo roughly tuweza sema ni kama kutoka Mwingi mpaka Mutomo, tuseme 160-170. Na sehemu kama hii iko southwest of Madinatul Munawwara, iko kusini magharibi ya mji wa Madina. Wakaamua ni kubaki na ni vita. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amempromise vitu viwili. Ni ima ashike msafara, ikiwa atakosa msafara ni panga, ni vita. Na bila shaka ule ubinadamu, maswahaba walikuwa wakitaka msafara. Hawakutoka Madina wakiwa wajua wenda vitani. Wajua twatoka Madina hatuendi kupigana, tuenda kushika msafara. Na kama anavyosema mshair, huenda mtu akatamani kitu na kile kitu kisiwe. Saa nyingine safina huenda na upepo ukaipeleka ile safina kwa namna ambayo kwamba upepo wataka wenyewe. Yani upepo wataka kwenda hivi na wewe una jahazi wataka kwenda hivi, utafuata upepo kwa sababu una nguvu. Kwa hivyo maswahaba kweli kiuhakika walikuwa wataka msafara, lakini msafara baada ya kupita sasa ikabidi baada ya msafara ni nini? Ni panga, ni vita. Lakini Mwenyezi Mungu kuna kitu kizuri amewafichia ambacho kwamba ni bora kuliko ule msafara ambao kwamba ulikuwa na mali mengi sana ndani yake. Idadi ya maswahaba, ndugu zangu Waislamu, ilikuwa ni 313. Idadi ya maswahaba ilikuwa ni 313. Idadi ya 313 wakiwa na farasi wawili tu. Farasi wawili, masahaba 313. Atapanda nani? Na tumeelezea ni kilomita takriban 160-170 kutoka wapi? Kutoka Madina mpaka Badr, 160. Na tukumbuke
wanatoka wanapiga mguu ni katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu vita vya Badri vimetokea katika mwezi wa Ramadhani. Shaaban ndiyo Ramadhani ilifaradhishwa. Angalia uzito huo, yani vita vatokea mwezi huu wa Ramadhani, alafu last month ndio tumelazimishiwa kufunga Ramadhani, ndio fardhi kwetu. Angalia uzito. Au nipige mfano haraka, angalia wakati tulivyowekewa curfew, wakati corona ilivyoingia, nafikiri ilikuwa tarehe 27 March 2020, wakati Uhuru Kenyatta alivyoweka curfew ile pap bwana, kuanzia kesho saa 1 kila mtu awe ndani, yani kuku akiingia ndani na wewe pia ingia masaa ya jioni. Ilikuwa uzito kiasi gani? Sawiri wewe. Na wao ni hivyo hivyo. Shaaban, Ramadhani yafaradhishwa, Ramadhani wanatoka mguu. Angalia uzito. Lakini yote ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, yote ilikuwa kwa ajili ya mahaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akabidi aandae jeshi lake la hao 313, Makureishi wakiwa takriban 1000. Wewe piga hesabu ya haraka, hao wako 313, hao wako takriban 1000. Hii ina maana sahaba mmoja apigani na Makureishi watatu. Hiyo ni 3 in 1. Masahaba watatu wapigane, sahaba mmoja apigane na Makureishi watatu. Vile vile katika kufuatilia kiswa kama hichi, kwa kuwa kilikuwa katika mwezi wa Ramadhan, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaruhusu maswahaba kula, pamoja na kuwa vita kama hivi vilikuwa katika mwezi wa Ramadhan. Aliwaruhusu, alitoa ruhusa, yeyote ambaye kwamba anataka atakula, yeyote ambaye kwamba ataweza, lakini Mtume aliwahimiza wale kwa sababu ya kupambana na adui. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaandaa jeshi lake. Makureish huku baada ya kupata habari kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam idadi yao ni kidogo, sasa ndo wakajua ndio mteremko ni kuwapiga, tuwamalize, tuingie Madina, yani ndio Uislamu uishe kabisa. Hiyo ndio ilikuwa ndio barnamiji yao ya Makureish. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam usiku ambao kwamba mchana wake ndio vita vitokee, yani tujalie ni kama usiku wa jana. Usiku wa jana ndio Lailatul Badri, leo saa hii ni mchana wa Badri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa iwakithirisha kuleta dua kwa wingi sana, na katika dua ambayo kwamba alokuwa akileta ni ya Hayyu ya Qayyum. Mtume alikuwa akikariri sana ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Hata baadhi ya wanazuoni wakasema kuwa ya Hayyu ya Qayyum ni katika Ismullahil A'zam, ndio Ismullahil A'zam. Katika yale majina 99 ya Mwenyezi Mungu kuna jina moja ambalo kwamba ndio Ismullahil A'zam, kubwa kabisa. Wakasema ni hii ya Hayyu ya Qayyum. Vita kama hivi vilikuwa ni siku ya Jumaa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulipopambazuka akapanga maswahaba wake. Katika hali ya kuwapanga maswahaba wake, sahaba mmoja ikawa amesimama vibaya, amesonga mbele kidogo. Sahaba kama huyu akiitwa Sawad ibn Ghaziya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akipita akiwarekebisha, kwa sababu kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an alivyosema, inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, yani safu ziwe zimelingana vizuri. Sawad huyu alikuwa kidogo ametoka kwa line. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na fimbo, akamgusagusa, akampiga tumbo kidogo, akamwambia Sawad, lingana, istawi ya Sawad. Baada ya Mtume kumrekebisha Sawad, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, auja'tani ya Rasulullah wa qad ba'athaka Allahu bil haqqi wal adl.
Mtume alipomrekebisha kumpiga kidogo tumbo lake arudi nyuma, Sawad akamwambia Mtume, auja'tani ya Rasulullah, umeniumiza. Waqad ba'athaka Allahu bilhaqqi wal adl, na Mungu amkutumiliza wewe kwa haki na uadilifu, mbona Mtume wanipiga? Akataka kulipiza kisasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia fimbo, akamwambia ya Sawad istaqid, lipiza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafungua tumbo lake akitarajia kwa Sawad atalipiza kisasi. Sawad fa'atanaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qabbalahu. Sawad akamhaga Mtume tumbo lake na akalibusu tumbo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo kwamba liliwashangaza maswahaba. Na Mtume akamuuliza yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma hamalaka ala hadha, Sawad mfanya nini wewe, mbona mfanya hivi? Sawad akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aradtu an yakuna akhir al-ahdi bik an yamassa jildi jildaka, sallu ala nabi. Sawad akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aradtu, nataka, an yakuna akhir al-ahdi, iwe kitu cha mwisho kwangu mimi, yani nikiingia vitani, ikiwa nitauliwa, basi kitu cha mwisho, an yamassa jildi jildaka, ngozi yangu iwe imegusana na nini? Ngozi yangu iwe imegusana na ngozi yako. Ngozi ya Sawad igusane na ngozi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna faida gani? Kwa nini ngozi ya Sawad igusane na ngozi ya Mtume? Naam, ndio yule Mtume ambaye kwamba tunasema kila siku, basharan la kalbashar, Mtume ni mtu lakini si kama watu wengine. Nafikiri ingelikuwa ni leo, ingekuwa ni huu wakati wetu, wakati wa kila kitu ni bid'a, akamshika Mtume na akambusu, ungesikia shirki bwana, hiyo bid'a bwana, hiyo haifai kabisa. Sawad angerukiwa kweli kisawa sawa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumkataza. Vita vya Badri vikaanza, na kabla ya vita kuumana kulikuwa na mubaraza. Mubaraza ni combat, mtu mmoja atoke kule, mtu mmoja atoke huku, tuanze kama venye movie nyingi hizi wazaektiwa za Hollywood America. Kabla jeshi halijaumana, kwanza mmoja atoke huku, mmoja atoke huku. Katika waliotoka ni Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Abu Ubaida huyu ni yule mmoja alobashiriwa pepo katika wale maswahaba 10 walobashiriwa pepo, mmoja ni huyu Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Ajib mara Abu Ubaida akafanya mubaraza, akapigana na babake. Babake alikuwa ni upande wa makafiri na kijana yuko upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakusema ni babangu, Mtume nipatie mtu, la, akapigana na babake mubaraza, na Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah akamua babake. Sayyiduna Abu Bakar ibn Siddiq akataka pia naye kumchallenge mtoto wake mkubwa Abdurrahman. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkataza. Sayyiduna Abu Bakar akamkataza. Na kwa nini alimkataza? Naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alijua kuwa huyu kijana atakuja atasilimu. Wa fi'lan baadaye huyu kijana Abdurrahman ibn Abu Bakar akaja akasilimu. Baada ya mubaraza na Makureshi ndio waliuliwa upande wao, vita vikaanza. Vita vilivyoanza kulitokea miujiza mikubwa sana. Katika muujiza mkubwa wa kwanza, kwa kuwa idadi ya maswahaba ilikuwa ni ndogo 313 na hawa ni wengi, obvious maswahaba lau wangeliwaona Makureshi venye ni wengi, kuna venye weza tense ukatoka timing wewe. Kuna mtu mweza kutana naye haja kupiga tu wewe kulingana na hali yake, pengine ukaanza kutetemeka miguu wewe tu. Masahaba namna walivyokuwa kidogo, waone watu 1000, na ndio bado ndio vita vya kwanza hivi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akabadilisha picha, ikawa maswahaba huku wanaowaona Makureshi kule ni kidogo sana, kama ilivyokuja katika suratul Anfal kwa urefu. Muujiza mkubwa kwamba ulitokea katika vita vya Badri. Wao ni kidogo, lakini wakaona Makureshi ndio kidogo, wao ndio wengi. Muujiza mwingine mkubwa kabla ya vita, Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua mchanga katika mkono wake,
Alivyochukua ule mchanga akaurusha upande wa Makuraish, alafu akasema shahatil wujuh, shahatil wujuh, nyuso ziwe mbovu, nyuso ziharibike. Basi hakuna Kureishi yoyote ila ule mchanga ulimuingia katika macho, katika miujiza mikubwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio vile vile ukirudi katika Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia na kumweleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama, wama ramaita, wala ile time wewe Mtume ulirusha, idh ramaita, wakati uliporusha ule mchanga, walakin Allah rama, Mwenyezi Mungu ndio kulitokea muujiza. Vita vilipoumana kukatokea tena muujiza mkubwa kabisa ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia ameelezea katika suratu Ali Imran. Mwenyezi Mungu alimteremsha Jibril akiwa na malaika 3000. Upande wa makafiri vita vikiwa vaendelea, Iblis alikuwa na Makuraish. Iblis alayhi laana alikuwa na wao, alikuwa akiwachocha, twendeni bwana, hii venye mko wengi hapa mtamaliza Muhammad na maswahaba zake. Na Iblis alikuwa amejifananisha na bwana aitwa Suraqa ibn Malik, alijifananisha na huyu bwana. Iblis alipowaona malaika wameingia katika vita, alihepa. Iblis baada ya kuona malaika wameingia katika vita, Iblis alayhi laana alitoroka. Aliwaambia nini Makuraish ama makafiri? Aliwaambia, inni ara ma la taraun, mimi ninachokiona nyinyi hamuoni. Na hii ni ushahidi kuwa Iblis aliwaona wale malaika. Iblis aliwaona. Na pia imekuja ikhtilaf, je, binadamu sisi tuweza kuona malaika? Nayo pia hii nayo ni topic ndefu, tusiingie huko tukapotea tukatoka katika vita vya Badri. Je, binadamu waweza muona malaika kwa sura ile ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amemuumba nayo? Baada ya malaika kushuka wakiongozwa na Jibril, malaika kama hawa walifanya kazi kubwa ya kuwamaliza Makuraish. Vita viliendelea na vikamalizika, ndugu zangu Waislamu, ushindi ukiwa upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na kuwa idadi yao ilikuwa kidogo, lakini siku zote vita haiangaliwi idadi. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara asema, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kabiratan biidhnillah. Yeye Mwenyezi Mungu tu. Mara ngapi kikundi kidogo kitashinda vikundi vikubwa? Muhimu tu ni biidhnillah, Mwenyezi Mungu atake tu. Wakauliwa makafiri ama Makuraish 70, vile vile wakatekwa nyara 70 ya Makuraish, wakauliwa 70, na vile vile idadi ya 70 wengine wakatekwa ama wakawa ni asiri, wakawa ni mateka. Upande wa maswahaba waliuliwa maswahaba 14, 7 wakiwa upande wa Muhajirun na 6 wakiwa ni upande wa Ansar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akielezea katika suratu Ali Imran kuhusu hivi vita asema, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adhilla fattaqullaha la'allakum tashkurun. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume, walaqad nasarakumullah, hakika aliwanusuru nyinyi Mwenyezi Mungu, bibadrin, katika vita vya Badri, wa antum adhilla, na nyinyi ni wanyonge, idadi yenu ni kidogo. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, basi muogopeni Mwenyezi Mungu ili mpate kumshukuru. Idh taqulu lilmu'minin, kumbuka ewe Muhammad ulipowaambia masahaba wako, alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 min almalaikati munzalin,
Kumbuka ewe Muhammad, ulipowaambia masahaba hivi hamutosheki Mwenyezi Mungu kuwasaidia awateremshie nyinyi malaika 3,000 ambao kwamba ndio hawa walipigana katika vita vya Badri? Bala, Mwenyezi Mungu asema bala, kwani intasbiru, mukisubiri, watattaqu, na mukimogopa yeye Mwenyezi Mungu, wayatukum min fawrihim hadha, na lau makafiri alafu wakawashambulia ghafla, yumdidkum rabbukum bi 5,000 min almalaikati musawimin, Mwenyezi Mungu atawasaidia tena na malaika 5,000 tena musawimin, wenye kushambulia kwa nguvu. Ndugu zangu Waislamu, hivi ndivyo vita vya Badri, na masahaba kama hawa 313 walipata sharafu kubwa. Bali si masahaba peke yake hawa, hata malaika. Wanazuoni wanatuambia kuwa malaika wale ambao kwamba waloshuka 3,000 walopigana katika vita vya Badri ni tofauti na malaika wengine. Sharafu, daraja yao iko juu. Masahaba hawa 313 walibashiriwa pepo wakiwa hapa duniani. Masahaba hawa 313 walopigana katika vita vya Badri. Yake sawir wewe uko duniani ushabashiriwa pepo. Uko hapa watembea ushabashiriwa pepo tayari. Nitamalizia na kiswa sahaba moja mkubwa ambaye kwamba alishuhudia katika vita vya Badri, akiitwa Hatib ibn Abi Balta'a. Huyu ni mmoja katika hao ambao kwamba alihudhuria vita vya Badri. Hatib ibn Abi Balta'a, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Madina, alikuja akapanga kwenda kuikomboa ama kuifanyia Maka fathi, kwenda kuikomboa, kwa sababu ilikuwa bado iko utawala ya Makureish, makafiri. Mtume akaandaa jeshi, ilikuwa mwaka wa 8 wa Hijra, Mtume kwenda kuikomboa Makkatul Mukarrama. Huyu sahaba mkubwa ambaye kwamba alishuhudia vita vya Badri, Hatib ibn Abi Balta'a, alikuwa ana jamaa zake wako Makka. Alipopata habari, na lazima angekuwa anajua tu madamu yeye yuko na Mtume, kuwa Mtume yuandaa jeshi iwenda kuikomboa Makka, na iwajua kuwa Mtume atakapoenda lazima damu itamwagika, lazima, na yeye ana jamaa zake kule. Hatib akaandika barua kisirisiri, huyu sahaba akampatia mwanamke atoke na hiyo barua kutoka Makka aipeleke, kutoka na hiyo barua atoke nayo Madina aipeleke Makka kwa jamaa zake ili wapate kujiandaa, au kama watatoka Makka, kwa sababu Mtume waje na jeshi lake. Hatib akaandika ile barua akampatia mwanamke. Yule mwanamke akaitia ile barua katika nyele zake akaificha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajua, aliletewa wahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtoa Sayyidina Ali na Miqdad na Zubair, akawaambia nendeni mpaka sehemu kadhaa, mtampata mwanamke, mwambieni wapatie ile barua mpatiwa. Akatoka Sayyidina Ali na wenzake wakamfuata, wakampata yule mwanamke, wakamwambia tumetumwa na Mtume, kuna barua umepatiwa, tupatie hiyo barua tuirudishe. Ule mwanamke akakataa kabisa, hakuna barua napatiwa. Sayyidina Ali akamwambia hakuna venye Mtume za tudanganya, hakuna kabisa, tupatie barua na la sivyo tutakuvua nguo. Threat. Lakini bwana sahaba alikuweza fanya, hakufanya, alikuwa tu ile threat kumshtua. Yule mwanamke alipoona mambo yamekuwa mazito, ikabidi akawaambia geukeni. Wakageuka. Walivyogeuka akatoa kwenye zile nyele zake barua akampatia Mtume, akampatia Sayyidina Ali. Wakarudi Madina, Mtume akaiona ile barua. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoona ile barua, na mwenye kuiandika ni Hatib, huyu sahaba mkubwa aloshuhudia vita vya Badri, akamuita akamuuliza, ya Hatib, ma hadha? Mtume alikasirika, nini? Kwa sababu hiyo ni kosa kubwa. Hiyo ukifanya katika nchi ni treason, hiyo ni khiana, hiyo ni kumalizwa kabisa. Treason hiyo ni kumalizwa, khiana unamalizwa kabisa. Kama ni serikali umefanya kitu kama hiyo, wamalizwa. Mtume akatafshika akamuuliza, ya Hatib, ma hadha? Kwaje Hatib, mbona afanya mambo kama haya? Basi akajitetea akamwambia Mtume, sikufanya hivyo kwa ubaya, ama pengine Uislamu wangu uko chini, ama la. Akaambia tu ni kwa sababu kule niko na family, nimeogopa pengine wakati ile ukienda Maka ukifanya fathi, pengine familia yangu, jamaa zangu, watu wangu.
Sayyidina Umar yuko hapo. Sayyidina Umar alijam akamwambia, ya Rasulullah, da'ni adhribu unuqahu, mtume niwache mimi nimkate kichwa huyu kabisa. Sayyidina Umar alikuwa achezi kabisa yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia nini Sayyidina Umar? Alimwambia, la ya Umar, innahu shahida badra. Hii ndio my point. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkataza Sayyidina Umar kumkata kichwa Hatib ibn Abi Balta, akamwambia sababu nini? Innahu shahida badra, alihudhuria vita vya nini? Alihudhuria vita vya Badri. Mtume akaendelea akamwambia Sayyidina Umar, wama yudrika la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr faqal i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum. Akamwambia Sayyidina Umar, kitu gani kitakujulisha wewe, hakika Mwenyezi Mungu amejitokeza kwa hawa watu ambao kwamba waliopigana katika vita vya Badr. Mwenyezi Mungu akawaambia, i'malu ma shi'tum, fanyeni chochote mnachokitaka, kad ghafartu lakum, hakika mimi nimewasamehea. Ndugu zangu Waislamu, hawa ndio mabwana wakubwa ambao kwamba ni ahlul badri. Wallahi, unapokuwa na dhiki wewe, unapokuwa na matatizo yako, wakusudie mabwana kama hawa, tawassal kwa kupitia watu kama hawa. Huwaombi wao, wamuomba Mwenyezi Mungu kupitia venye weza kuwa uko na shida, umekosana na mtu na uwezi kumfikia, isipojua rafiki yake ni fulani na ukimtuma yeye mtaelewana, hiyo ni wasila. Basi muombe Mwenyezi Mungu ukiwa na haja yako, ukiwa na matatizo yako, ikiwa umeharibikiwa na jambo lako lolote, kupitia hawa mabwana. Wallahi, usiwe na shaka, itapita moja kwa moja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.